Hujambo mahali popote msikilizaji, karibu tena kupata habari zetu za wasaa kama na huu, ikiwa ni tariki 15 Juni 2026. Hii ni Kwetu News Event Cut. Mimi ni Salima Kashindi ambaye nakuletea habari za wasaa kama na huu. Moja kwa moja tufungue ukurasa wa habari zetu nchini DRC, ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafikiria kupeleka haraka iwezekanavyo ujumbe wa taasisi mbalimbali mchini Afrika Kusini ili kutathmini usalama na hali ya kibinadamu ya raia wa Kongo wanaoishi mchini humo. Kila kitu kiko tayari kwa Jumatatu katika benki ya damu katika wilaya ya Bandalungwa na jiji la Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya wachangia damu chini ya kauli mbiu sote tumeungana kwa ajili ya uchangia damu. Kulingana na waandaji wa kila mwaka, mnamo Juni 14 ulimwengu kote usherekea siku hiyo iliyotengwa kwa wachangia damu. Tukio hili linalowaruhusu kuwashukuru wachangia damu wote na kwa hiari kwa kitendo cha kuokoa maisha wanachokifanya kwa kuchangia damu, na kuongeza uelewa kuhusu hitaji la michango la damu mara kwa mara ili kuhakikisha ubora, usalama na upatikanaji wa damu za bidhaa za damu kwa wagonjwa wanaohitaji. Uongezaji damu na bidhaa za damu husaidia kuokoa mamilioni ya maisha ya kila mwaka. Rais wa Ufaransa alisisitiza Jumatatu azma ya nchi yake pamoja na washirika kufanya kazi kuelekea makubaliano ya kusitiza mapigano ambayo Urusi inakataa kwa kawaida kukubali na hivyo kuharibu amani. Shambulio hili linaimarisha tu azma yetu ya kufanya kila kinachowezekana pamoja na ushirikiano na ushirika wetu kufanya kazi kuelekea kusitiza mipango ambayo Urusi inaendelea kukataa kwa ukaidi na hatimaye kuelekea amani, alitangaza Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, kwenye akaunti yake ya Twitter. Naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jacquemain Shabani, aliwasili Jumatatu mjini Brussels huko Ubelgiji kushiriki katika mkutano kuhusu kuimarisha utawala wa ndani ulioandaliwa na mpango wa Expert uliowekwa wakfu kwa mada masomo yaliyopatikana kutokana na uzoefu wa miaka 10 wa programu ya Expert mchini DRC, kulingana na taarifa rasmi ya wizara. Wakati wa wizara hii, naibu waziri mkuu Shabani atashiriki katika mkutano kuhusu uimarishaji wa utawala wa ndani ulioandaliwa na mpango wa Expert uliowekwa wakfu kwa muda, masomo yaliyopatikana kutokana na uzoefu wa miaka 10 wa programu ya Expert nchini DRC. Taarifa hiyo ilisomeka: vikosi vya wazalendo pamoja na wanaharakati kutoka harakati za kiraia na vikundi vya shinikizo huko Butembo, Lubero walijipanga kujiunga na operesheni zidi ya kupiganisha wahasi wa ADF huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Mjadala kuhusu mageuzi ya katiba unaendelea. Viongozi wa kitamaduni waliokusanyika ndani ya Anatek wanapendekeza mti wa Palaver kwa mazungumzo jumuishi ya amani ili kujenga makubaliano ya kitaifa kabla ya mabadiliko yoyote kufanywa. Tunasalia mchini DRC, ambapo jukwaa la upinzani la C64 litafanya mkutano mkubwa Jumanne Juni tarehe 16 ili kutathmini matukio ya Juni 12, 2026. Kufuatia mkutano huu, litatangaza hadharani hitimisho lake pamoja na mwendekezo wa kalendari ya vitendo vya raia. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, anatarajiwa jijini Houston kuiunga mkono Leopard wakati wa mechi yao dhidi ya Ureno iliyopangwa kufanyika Jumatano ya tarehe 17 kwa siku ya kwanza ya Kombe la Dunia la 2026. Wizara wa michezo alitangaza kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii ambayo ilishauriwa na ASP Jumatatu, saa chache tu kabla ya kuanza kwa mashindano ya Leopard wakubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usaidizi unaandaliwa katika ngazi za juu za jimbo. Rais wa Jamhuri anatarajiwa katika viwanja vya uwanja wa
NRG uko Houston kuhudhuria mechi ya kwanza ya DRC dhidi ya Ureno iliyopangwa kufanyika Jumatano Juni 17 saa 12 za jioni saa za Marekani, saa 2 za jioni saa za Kinshasa. Taarifa hiyo ilisomeka. Kulingana na chanzo hicho, Rais wa Jamhuri amethibitisha kuwasili kwa mkuu wa nchi huko Houston kuhudhuria mechi hii ya ukufunzi ya kundi K katika awamu ya mwisho ya kombe la dunia 33 la FIFA, ikionyesha umuhimu wa tukio hili kwa taifa nzima, wakiwa na hamu ya kuona wawakilishi wake wakitetea rangi ya kitaifa kwenye jukwaa kubwa zaidi duniani katika soka la miaka 22 baadaye. Msikilizaji wa kwetu News 24, ni hapa ndipo tunaweka nukta kabisa kwenye habari zetu za siku ya leo. Kumbuka unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Mimi ni Salima Kashindi kwa niaba ya kwetu News 24. Sina la ziada hadi kwa wakati mwingine. Cha